wa Chadema Tundu Antipas Lissu hadi hapo Februari 11 ya mwaka huu 2026 katika Mahakama Kuu ya Tanzania, masjala ndogo ya Dar es Salaam. Nje ya viunga vya mahakama hii tumezungumza na Tundu Lissu arudi mtaani, jambo ambalo chama chetu hakitafanya, na natumia nafasi hii kuwaambia wale wanaotumika na CCM wenyewe. Mmesikia wanasema kwamba kuna wanaharakati na wanasiasa kwamba wananufaika na Lissu kuwa ndani. Mmewasikia? Hawa ni watu wanaotumiwa na CCM, kwa sababu hakuna mwanaharakati ambaye amefungua au aliyelalamika kwa hii kesi. Na kwa knowledge yangu, wanasiasa wanaolalamikia hii kesi, waliofungua kesi, wenye kesi hii ni wanasiasa wa CCM wakiongozwa na mwenyekiti wa CCM, ndio wenye hii kesi. Hakuna mwanasiasa mwingine yoyote kwenye upinzani, at least kwa upande wetu Chadema, anayenufaika na mwenyekiti wetu kuwa ndani. Sio kama mnanielewa? Kwa hatutakubali blackmail. Hii kesi wanataka kuitumia kama blackmail, kwamba wamemkamata mwenyekiti, wanakaa naye, alafu wanatengeneza masharti kwamba fanya hivi. Mara ya kwanza walisema kubali tukuachie uondoke nchini uende Ulaya. Nilisema hapa mwaka jana, mwenyekiti amewambia hawezi kukubali, wakae naye mpaka siku watakapomwachia bila masharti. Sasa wanatumia hii wakifikiri kwamba wanatulazimisha kwamba tukubaliane na maagizo yao ya uongo, au na makubaliano yao ya uongo, au na kitu wanachoita maridhiano ya uongo, kwamba kubalini, kwamba si nini, tumwachie Lissu. Hatutakubali Lissu kuachiwa kwa masharti. Hili nataka niliweke wazi na kila mtu ajue. Lissu alikamatwa kwa uongo, aachiwe bila masharti yoyote, arudi barabarani, na CCM waache uoga, tukutane nao mbele ya wananchi mtu kwa mtu, na wananchi waamue nani wanataka waongozi. Tunaelewana vizuri kwamba hakuna masharti ya aina yoyote tutakayokubali. Chadema ni oksijeni kwa kila mtu kwenye nchi hii. Kimevuka kuwa chama kikuu cha upinzani, ni chama kikuu cha siasa Tanzania. Si kama mnalielewa hii? Ndio chama kikuu cha upinzani, kwa sababu ndio chama pekee kilichopo kwenye nchi hii. Ndio maana wanachama wetu wanaweza kusafiri. Nimeona watu kutoka Sumbawanga, everywhere wako hapa, kwa sababu ya namna ambayo chama chetu kimeisha jijenga na kina upendo wa hali ya juu. Kwa hiyo nimetaka niyaseme hayo, kwamba hatutakubali masharti ya aina yoyote, hatutakubali blackmail ya aina yoyote. Tunachotaka ni free Tundu Lissu. Mwenyekiti wetu aachiwe bila masharti, chama chetu kifunguliwe. Nilikuwa mbunge kwa tiketi ya chama cha wananchi CUF. Mheshimiwa Tundu Lissu nimekaa naye bungeni kwa muda wa miaka 10. Kwa hiyo namwelewa sana. Kwa hiyo mimi nimekuja leo hapa, namshukuru Mwenyezi Mungu, nimekuja hapa leo. Nilikuwa ninaumwa, lakini kwa leo hali yangu nilikuwa nayo, nimeona nije kuhudhuria katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. Nimefurahi sana, na ninawaambia Watanzania wote, na waomba Watanzania wote tumuunge mkono Mheshimiwa Tundu Lissu, na waomba dini zote, mashehe wote, mafadili wote, tumwombe Mwenyezi Mungu Tundu Lissu ashinde kesi na aendelee mapambano, aluta continue. Tunaamini kabisa kwamba kesi yake ni kesi ya kubambikiwa, sio kesi ya haki. Na nimefurahi leo nimemuona rafiki yangu Tundu Lissu jinsi anavyojitetea. Anaonesha yeye ni mwanga na nuru na neema kwa Tanzania mzima. Ni neema kwa Tanzania mzima. Hatuwezi kumsema mtume, lakini nasema ni mlisi wa watume ya Mwenyezi Mungu wote, ni mlisi wa mitume. Na wanazuoni wote wanaotumia taaluma zao kweli wanakuwa ni walisi wa mitume, kwa sababu wanazuoni wote wanatetea haki, wanatetea elimu zao kwa ajili ya manufaa ya dunia, na mitume ilikuja kwa ajili ya kuisaidia dunia.
na wanazuoni wote, wanasheria, mainjinia wote wamekuja duniani kuitumikia dunia ili watu waishi maisha mema. Kwa hiyo namshukuru Mheshimiwa Tundu Lissu anatumia taaluma yake ya kisheria kama Mwenyezi Mungu alivyopenda, na mtume wetu Muhammad alisema walisi wa mitume ni wanazuoni, sio wanazuoni wa dini tu, ni wanazuoni wa taaluma zote, ndio walisi wa nini, wa mituma, ili watu wamjue Mungu yupo na haki hivyo na dunia hivyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Tumuunge mkono Tundu Lissu, yeye kajitoa kwa ajili ya kuitetea haki na demokrasia.